Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Karibu kwa idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti, bila kusahau mazingira. Jina langu ni Anne Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Ni Jumatatu tarehe 8 mwezi Disemba. Tunatupia jicho maoni kuhusu mwafaka wa amani uliosainiwa Washington wiki jana. Unaleta tija ya amani ya kudumu DRC. Hiyo mikataba itakuwa sawa vile ni mchezo tu, na wale wafanya vita wataendelea na kazi yao ya vita, na hiyo yote itakuwa ni kwa magumu na mateso ya wananchi wa Kongo. Vile vile nchini Tanzania, serikali yatoa angalizo kuhusu maandamano yaliyotangazwa na vijana wa Gen Z nchini humo kufanyika hiyo kesho. Maandamano hayo ya amani yasiyokuwa na ukomo hayaonekani yanaombwa na nani, kwa utaratibu gani, lakini maandamano ambayo tunafahamu sisi yaliyo na compliance na katiba ya nchi yetu, lakini na sheria za nchi yetu, ni yale yanayoombwa na mtu mahususi na yanakuwa yana ujumbe mahususi na yanasema shabaha yake ni nini, lakini yanaeleza yatafanyika wapi, ili jeshi la polisi liweze kutoa huduma ya watu hao wenye ujumbe wa namna hiyo. Kwa taarifa hizo na nyingine kutoka Afrika, kaa nasi. Lakini kwanza tupate muktasari wa matukio mengine barani, naye mwenzangu Angela Ngendo. Rais wa Benin Patrice Talon amelihutubia taifa na kusema hali ya kawaida imerejelea na kwamba jaribio la mapinduzi limezimwa. Awali milio ya risasi ilisikika katika mji mkuu Cotonou katika kile kinachoaminika shambulio la anga kutoka jeshi la Nigeria kuzima mapinduzi hayo. Kumekuwa na misururu ya mapinduzi ya kijeshi katika mataifa kadhaa Afrika ya Magharibi, na matukio ya Benin yalizua wasiwasi, hali sawa na hiyo kusambaa katika mataifa mengine. Taifa la Benin lina sifa kuwa na utulivu, linalofuata mfumo wa demokrasia. Hata hivyo, katika miaka ya karibuni, Rais Talon amelaumiwa kwa kukandamiza wapinzani wake na uhuru wa kutoa maoni. Benin ndiyo taifa linalozalisha zao la pamba kwa wingi barani Afrika, lakini miongoni mwa mataifa maskini ya dunia. Msemaji wa serikali amesema wanajeshi 12 wamekamatwa ambao walivamia shirika la utangazaji kutangaza madaraka. Rais Patrice Talon ni mshirika wa karibu wa bara Ulaya na Marekani. Anatarajiwa kustaafu mwaka ujao baada ya kumaliza mihula miwili. Shambulio la anga kwa ndege isiyo na rubani limewaua zaidi ya watu 50, wakiwemo watoto zaidi ya 30 katika jimbo la Kordofan kusini huko Sudan. Jeshi la wanamgambo la RSF limelaumiwa kutekeleza mauaji hayo. Wamekuwa wakiwakabili wanajeshi wa serikali katika majimbo ya Kordofan na Darfur. Hapo wiki jana RSF ililaumiwa kushambulia soko moja na kituo cha mafuta karibu na kambi ya wakimbizi wa ndani. Aidha, eneo hilo la Adre ni barabara kuu kuelekea nchi ya Chad. Sudan imeshuhudia vita vya miaka miwili baada ya mapigano kuzuka kati ya jeshi la Sudan na wapiganaji wa RSF ambao wakati mmoja walikuwa ni washirika wao. Huko Afrika Kusini, watu 11 akiwemo mtoto wa miaka 3 wameuawa katika shambulio la risasi katika jumba la starehe mji mkuu wa Pretoria. Makumi ya raia wengine wamepata majeraha mabaya. Genge la watu 3 walionekana wakifyatua risasi kiholela na kuwalenga watu waliokuwa wakifurahia wikendi. Haijulikani kilichochochea mashambulio hayo. Haya ndiyo mashambulio ya karibuni kukumba mji huo katika miaka ya karibuni. Afrika Kusini inatajwa kama kitovu cha usalama mbaya Afrika, ambapo watu 63 huuawa kila siku. Serikali imetangaza hali ya hatari kutokana na visa vya mauaji ya kiholela na dhulma ya jinsia Afrika Kusini. Serikali ya Nigeria inakiri kuwakomboa wanafunzi 100 ambao walitekwa nyara katika jimbo la Niger wiki za karibuni kaskazini mwa nchi. Wanafunzi hao walitekwa nyara na genge la watu waliojihami na kushambulia shule ya St. Mary inayomilikiwa na kanisa Katoliki. Genge hilo lilitoweka na wanafunzi zaidi ya 300 na walimu 12. Baadhi ya wanafunzi 50 walitoroka watekaji wao na kurejea nyumbani. Utekaji nyara huu nchini Nigeria unajiri mwongo mmoja baada ya taifa hilo kushuhudia utekaji nyara wa zaidi ya wasichana 200 kutoka shule ya Chibok. Rais wa Marekani Donald Trump amelalamikia Nigeria kukulenga jamii ya Wakristo na kutishia kuishambulia kijeshi.
Hata hivyo, mamlaka za Abuja zimekanusha tuhuma hizo na kusema usalama mbaya unawaathiri jamii yote ya Nigeria pasina kujali misingi ya imani. Juhudi za Namibia kuondoa marufuku dhidi ya biashara kimataifa ya pembe na faru za ndovu zimegonga mwamba. Hii ni baada ya kongamano la kimataifa la uhifadhi wa wanyama wanaokabiliwa na tisho la kuangamia kupiga kura kukataa ombi la Namibia. Kongamano hilo limefanyika nchini Uzbekistan, ambapo Namibia iliwasilisha hoja kuondoa marufuku dhidi ya pembe zake na faru za ndovu. Namibia ilikosolewa vikali na makundi ya uhifadhi wa wanyamapori baada ya kuanza kukata pembe za faru wake na kuzihifadhi. Ilitetea hatua yake kama njia salama kulinda wanyama hao kutokana na wawindaji haramu. Aidha, mataifa Zimbabwe na Afrika Kusini yamekuwa yakizikata pembe za faru kuzuia kuuawa na wawindaji haramu. Shukran sana na karibu msikilizaji, tuandamane. Ikiwa ni siku moja kuelekea siku iliyodaiwa na vijana almaarufu Gen Z kuwa ndio ya maandamano, hatimaye waziri mkuu na waziri wa mambo ya ndani wameibuka na kutoa angalizo kuhusiana na maandamano hayo, wakidai kuwa hawayatambui na hayana kibali. Lakini wamedai kuwa hawatambui ni nani hasa viongozi wa maandamano hayo. Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba amewataka watu wasio na ulazima wa kutoka majumbani mwao kwa kutumia siku hiyo kupumzika. Ndugu wananchi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, anapenda kuwatakia wananchi wote heri ya sikukuu ya uhuru wa Tanzania bara inayoadhimishwa kila mwaka tarehe 9 Disemba. Aidha, serikali inawashauri wananchi wote ambao tarehe 9 Disemba 2025 hawatakuwa na dharura kuitumia siku hiyo kwa mapumziko, hivyo kusherehekea siku hiyo wakiwa nyumbani, isipokuwa kwa wale ambao majukumu yao ya kazi yanawataka kuwepo katika vituo vyao vya kazi kama ambavyo wataelekezwa na viongozi wao. Asanteni na watakia sikukuu njema. Naye waziri wa mambo ya ndani nchini Tanzania amesema kuwa hajui waandamanaji wa maandamano hayo na hajui yanaanzia wapi hadi wapi ili kupeleka polisi wayalinde. Watu wanahamasisha na kupanga kufanya maandamano wanayoyaita ya amani yasiyokuwa na ukomo. Maandamano hayo ya amani yasiyokuwa na ukomo hayaonekani yanaombwa na nani, kwa utaratibu gani, lakini maandamano ambayo tunafahamu sisi yaliyo na compliance na katiba ya nchi yetu, lakini na sheria za nchi yetu, ni yale yanayoombwa na mtu mahususi na yanakuwa yana ujumbe mahususi na yanasema shabaha yake ni nini, lakini yanaeleza yatafanyika wapi, yatatoka wapi hadi wapi, ili jeshi la polisi liweze kutoa huduma ya watu hao wenye ujumbe wa namna hiyo. Haya yanayoelezwa kama ambavyo imeelezwa katika taarifa kwa umma ya jeshi la polisi iliyotolewa tarehe 5 ni kwamba hayana muombaji, hayaelezi yanatoka wapi kwenda wapi, hayaelezi ujumbe ni nini, ila tu yanaeleza kwamba yatakuwa hayana ukomo, na tunaambiwa kwamba ni makubwa kuliko yale ya tarehe 29. Ndugu zangu wanahabari, kama yakiwa hayo ni maandamano yasiyo na ukomo, maandamano ambayo ni makubwa kuliko yale ambayo watu walichoma mali za watu, walichoma vituo vya mafuta, walichoma majengo ya serikali, wamechoma vituo vya polisi, yale yaliyosababisha watu wakafa. Sasa hayo tunayoambiwa ni makubwa zaidi ya hayo. Sasa hayo sio maandamano. Kwanza kwa sababu hayana kibali kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo nimewaita hapa kujaribu kutumia vyombo vyenu vya habari kuwaambia Watanzania maandamano hayo ni haramu, hayaruhusiwi, na tutumie nafasi hii kuwaomba sana wale wote ambao wanashabikia, wale wote ambao wanaona wao wameichoka amani, wale wote ambao wanaona hata mateso tuliyopata katika kipindi hiki wanaona hayatutoshi, wanataka kutuongezea tena mengine, tuwaombe sana kwamba maandamano kwa kuwa hayana kibali na hayapo kwa mujibu wa sheria, hayakubaliki na ni kinyume cha sheria, na kwa hivyo vyombo vyetu vya usalama vitayadhibiti.
Naam, tukitafakari hayo ni kwamba wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamelalamikia wapiganaji wa M23 pamoja na jeshi la Rwanda kwa kushambulia kwa mabomu baadhi ya maeneo mashariki mwa DRC. Hata hivyo, Rwanda imekanusha madai hayo na kuyataja kama porojo. Matukio haya yanajiri siku chache baada ya viongozi wa Rwanda na DRC kusaini mkataba wa amani nchini Marekani ambao ulifadhiliwa na Rais Donald Trump. Kwa miaka Rwanda imelaumiwa kwa kuwaunga na kuwafadhili waasi wa M23 ambao wameteka miji mikubwa mashariki mwa Kongo ya Goma na Bukavu. Kwa upande wake, mamlaka za Kigali zimekanusha madai hayo na kusema inawalinda wapiganaji wa Kihutu FDLR waliohusika na mauaji ya kimbare. Mwafaka wa Washington umetazamwa aje na Kigali? Silvanus Karimera na mengi. Tangu kusainiwa kwa mkataba huo, wananchi wa Rwanda na wadadisi mbalimbali kwa ujumla wameendelea kutoa maoni yao, wengi wakiamini kuwa huenda mkataba huo usifanikiwe katika mchakato mzima wa kusimamisha mapigano mashariki mwa DRC. Rwanda na Kongo walitia saini mkataba huo wiki iliyopita mjini Washington, lengo hasa likiwa ni kuleta amani mashariki mwa Kongo. Hata hivyo, wengi wanajiuliza ni kwa namna gani hilo litawezekana wakati Kongo na Rwanda hazipo katika vita vya moja kwa moja. Mpigano hawezi simama. M23 au waasi wa M23 hawako kwa Washington. Donald Trump kitu anahitaji ni Nobel Prize. Hiyo tunaelewa. Waasi wa M23 kuna mambo yeye wenyewe wanahitaji, na hiyo sasa kama yatimilika wanaendelea hata saa hizi. Mpigano mkali sana huko Shabunda, huko Uvira, Kamanyola. Refugees wako wengi sana wanakuja Rwanda. Kwa maoni yangu, jinsi ninavyoona, mkataba kati ya Jamhuri ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huo mkataba hauhusu hata kidogo M23. Hapana. Rwanda ni nchi na DRC ni nchi. Wao hawana tatizo lolote. Mambo yao ya kidiplomasia na kiuchumi ni tofauti na amani. Mkataba huo hauhusu M23 kwa sababu Rwanda ni nchi na DRC ni nchi. Wao wana mambo yao mengine. Kama yangelihusu mashariki ya Kongo, viongozi wa M23 nao wangealikwa kwenye mkataba huo. Ndio maana wakati walikuwa wakifanya huko, wakitia muhuri kwenye mkataba, ndio maana M23 waliendelea na mapambano, kwa sababu hiyo mikataba haiwahusu hata kidogo. Maoni yamekuwa mengi, iwe katika mitandao ya kijamii lakini pia katika mazungumzo ya kawaida. Mkataba huu baina ya Rwanda na Kongo unazitaka nchi mbili kusitisha uhasama mara moja kupitia kusimamisha mapigano hayo, lakini pia kuanzisha mchakato wa ushirikiano wa kiuchumi katika masuala ya madini yanayopatikana mashariki mwa nchi hiyo. Lakini kwa upande mwingine, mazungumzo yanaendelea mjini Doha nchini Qatar baina ya serikali ya Kongo na waasi wa M23 ambayo yanaonekana kusuasua. Wadadisi wanasema ndio alipaswa kupewa kipaumbele ili kusimamisha mapigano hayo. Silvanus Karimera, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika, Kigali. Nchini DRC nako, wakazi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema mapigano makali yanaendelea licha ya mkataba wa amani kusainiwa huko Marekani na kusimamiwa na Rais Donald Trump. Marais Felix Tshisekedi na Paul Kagame walikutana Ijumaa iliyopita mjini Washington, ambapo waliafikiana mkataba wa kumaliza vita mashariki mwa nchi hiyo. Wakazi wanasema mapigano ya sasa yako katika mji wa Kamanyola katika mpaka wa Rwanda na Burundi. Raia wa Kongo ndio waathiriwa zaidi wa vita hivi vya zaidi ya miongo miwili. Mwafaka wa Washington ulionekana na wengi kufufua matumaini ya kuwepo amani ya kudumu, lakini matukio ya sasa wengi wanahoji ikiwa amani ya Kongo itafikiwa au itasalia ndoto. Huyu hapa Mbelechi Msoshi anaarifu zaidi. Mungu tufiche. Ni mtoto wa risasi karibu kila siku huko mashariki mwa Kongo. Hivyo ndivyo hali yalipo kwenye uwanja wa mapambano licha ya makubaliano ya amani yaliyosainiwa huko Marekani kati ya Rais Tshisekedi wa DRC na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame, ambao wamekuwa kila mara wakizozana.
Jean Chrysostome Kijana ambaye ni kiongozi wa shirika raia huku jimboni Kivu Kusini amesema hali yamezidi kuwa mbaya licha ya makubaliano haya ambayo kwa sasa haileti matumaini. Ndiyo, ni kusema kama tumefata kwa makini hiyo kusahihi kwa hiyo mkataba wa amani kati ya Rwanda na DRC huko mjini Washington chini ya uongozi wa Donald Trump, mapambano inaendelea kuripotiwa mashariki mwa nchi yetu. Ni kuonesha kama hiyo mikataba yote yenye haina vipengele vya kulazimisha wale wanaoisahihi, yenye haina malipizi ya yoyote mwenye hata atakaye kutokuheshimu hiyo mikataba itakuwa sasa vile ni mchezo tu, na wale wafanya vita wataendelea na kazi yao ya vita, na hiyo yote itakuwa ni kwa magumu na mateso ya wananchi wa Kongo. Ndio maana tunaendelea kupaza sauti kuambia wale wote wenye kujihusisha waonee wananchi huruma, waangalie namna gani hiyo turu wanaweza kurekebisha mambo na waheshimu yote yenye wamesahihi wenyewe kwa manufaa na kwa faida ya wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wananchi wote wa kanda la maziwa makuu. Si makubaliano ya kwanza ya amani ambayo yamesainiwa. Karibu mikataba yote amani yamegonga mwamba. Kwa mujibu wa Remi Lumanga, mtafiti katika maswali ya kivita jimboni Kivu Kusini, mashariki mwa Kongo, anahisi Rais Tshisekedi akae mezani na wananchi wote. Tuliambiwa waliposaini mkataba wa kwanza, sijui ilikuwa mwezi wa 5 mwezi wa 6 huko Nairobi, unani kati ya rais ya waziri wa mambo ya nje wa Kongo na yule wa Rwanda. Tuliona watu wa chama tawala wakawa tuambia kwamba hapa sasa hivi M23 wanataka kuondoka Goma, yani watafanya kusaini tu, ila na tukaanza kutupata video feki, yani eti wameondoka Goma, kitu ambacho kilikuwa ni uzushi mtupu na kuongopea wananchi. Sisi tunafikiri labda rais ajitazame na jiangalie, hakuna suluhisho ambazo za kuondoa hawa watu au kutupatia amani mashariki mwa Kongo zaidi ya mazungumzo ya Wakongomani. Rais aache kujiangalia maslahi yake binafsi, aache kwanza kujiangalia yeye mwenyewe, kwa sababu tunaona kama vile rais wetu pia kuna hali ile ya kiburi ndani yake, yani anajamini sana, japo huku kwenye front line tunaona kuna ubovu. Yani rais angalie leo, kama vile leo tunajua atahutubia taifa kwenye bunge, aitishe Wakongomani wakae chini waongee, wao wasifanya siasa asasa kiraia na hao wote wahasi, na wasimtenge au kubagua mtu yoyote, ili tupate kuona kama sisi wananchi wa chini tunaweza tukapata amani. Kwa sababu sasa hivi nakwambia bwana mtangazaji, vijiji vyote vya bonde la mto Ruzizi watu wamehama na hakuna tena mtu hata umoja. Ndio hivyo tunaomba rais kabisa aache kutuzugisha, yani kutuzubaisha na hiyo mikataba, bali atafute amani kwa kwenda kwenye meza mazungumzo na Wakongomani. Wazo moja pia na Rickson Risasi ambaye amethibitisha umuhimu wa mazungumzo kama imoja ya suluhisho ya mzozo huu. Tunaosikia kwamba ilikuwa makubaliano hata kati nchi mbili, Kongo na Rwanda. Mimi kama Mkongomani naona kama hiyo sio sababu zaidi ya kumaliza hii vita. Sababu kubwa ni wananchi wenyewe wakutanane, waongee kati wananchi, hapana hao wandugu hao Amerika ama Rwanda, sababu walipoenda huko vita vinazidi kuendelea na watu wanazidi kuangamia. Ya maana watu Wakongomani wakutanane kwa Wakongomani. Amerika tangia zamani tulikuwa namsikia yeye ndio yuko nyuma ya hiyo inafanyika huko kwetu. Sasa kwangu mimi naona kama vile sio suluhisho zaidi za kuleta amani katika nchi yetu. Ya maana ni kwamba Wakongomani wakutanane, kati Wakongomani kwa Wakongomani wakutanane, ndio watapata suluhisho na watakuwa na resulta ya mzuri juu ya mambo yanayopitikana katika nchi yetu. Kwa mujibu wa Jacques Nzahera, suluhisho amani Kongo ni uongozi bora. Wamezungumzia Washington na kusema kama wanataka mkataba wa uchumi. Hiyo uchumi sisi raia ambao tunakuwa wa victim direct tutaipata ndani nini na tunabenefitia ndani nini? Tunachoka na vita na tunadhani ni muda wa kujenga Kongo mpya. Kitu kingine yenye Donald Trump amuelezee President wetu Tshisekedi, amani sio kumaliza risasi. President Tshisekedi atoke Washington, anajua kama Wakongomani tumechoka na uongozi wa urafiki. Mkongomani kuna wengine vita yenye Washington imesahau ni vita ya uongozi mbaya, ambayo tunamwambia President Tshisekedi, toka muongozi ya urafiki, sababu baba yako hakupigana vita ili ulete warafiki yako yote ya Bulaya pia kutesa population na kutojenga nchi. Angalia leo Kinshasa, mai inajaa fasi yote, sababu ya kutokuwa tu na uzalendo ya kujenga nchi, ni kupora tu mali ya nchi. Tunadhani kama tuko naisema kila siku, vita sio kunyamaisha silaha, ila vita ni mambo mengi. Hiyo mambo ya kukosa uchumi,
ya kukosa afya, ya kukosa makazi, hiyo pia ni kuleta vita ndani ya nchi. Sasa President Tshisekedi, muungano wa vyama vilivyomsapoti Rais Tshisekedi walikukaribisha makubaliano haya na kuyachukua kama makubaliano yanayoleta matumaini ya kumalizika kwa vita. Mbelji Msoshi, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika, Kinshasa. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge, subscribe na YouTube ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kabisa kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Ann Ngugi. Hebu sasa nimpishe moja kwa moja mwenzangu Ramadhan Kibuga kwa taarifa za kutoka uwanjani. Kwako Kibuga, ukiwa pale Bujumbura. Tuanze na ligi kuu ya Tanzania ambayo kati ya mechi nyingi za mwishoni mwa juma imeshuhudia mpambano wa kusisimua kati ya Azam FC na Simba Sports Club. Simba baada ya kupokea kipigo amejikuta tayari kwenye mzozo wa ndani. Kwa taarifa zaidi nampisha hapa mwenzangu Leonard Mubali. Asante Ramadhan Kibuga. Hapo jana kulikuwa na kandanda safi ambapo klabu ya Azam FC waliweza kuangusha mbuyu baada ya kuichabanga Simba Sports Club mabao 2-0, japo kuwa kipindi cha kwanza kilimalizika huku kukiwa hakuna timu iliyogusa nyavu. Bao la kwanza la Azam lilipatikana mnamo dakika ya 82 na bao la pili likapatikana dakika ya 89, dakika za lala kwa buriani. Nao mabingwa Yanga Sports Club walikuana na Coastal Union katika uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma, ambapo Yanga waliibuka washindi kwa bao 1-0 katika mchezo uliokuwa mkali wa vuta ni kuvute na mzuri kutazama. Hata hivyo, kwa Simba Sports Club ambao juzi wamemfukuza kocha wao mkuu, tena kunguru mweusi wa lawama, ameanza kuzunguka Msimbazi, kwani hata sasa Selemani Matola, kocha wa sasa, yupo katika dimbwi la lawama na hata jana ameagwa uwanjani kwa mfumo wa lawama. Mimi naitwa Paulo Simoni. Na Simba approach yao kwa kweli waliingia vizuri, isipokuwa umaliziaji ulikuwa sio mzuri. Wangeweza kumaliza mechi toka kipindi cha kwanza. Kilichoamua mechi ya jana ni ukubwa wa makocha. Ibenge kwa ujumla alitumia ukubwa wake. Aliweza kumuwini kwenye mbinu. Kama hususan dakika 20 za mwisho aliweza kumuwini vizuri sana mwalimu. Tatizo la hizi timu zetu kubwa, unaweza kumlaumu kocha, baadaye ukaja ukamlaumu kiongozi, lakini sote wanaizijua wao. Ila huwezi kumhukumu kocha kama yule kwa kipindi alichokaa haraka kuondoshwa. Ile ni kama mtu amejificha tu kwenye chaka. Yaani ni chaka, ile kocha ilikuwa kama kafara, lakini ile kocha kwa mujibu ulivyo hakutakiwa afukuzwe kwa haraka hivi. Leonard Mubali, idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Dar es Salaam. Na katika nchi jirani ya Kenya ilikuwa ni vuta ni kuvute kati ya watani wa jadi wa ligi kuu FC Leopard dhidi ya Gor Mahia. Kwa mengi zaidi, hii hapa ni taarifa ya Gabriel Ingubu kutoka Kenya. Masimu wa jadi kwenye ligi ya kandanda Kenya, AFC Leopards na Gor Mahia wamekutana tena kwa mara ya 98 tangu mwaka wa 1968. Leopards ambao walitoka kidedea kwa bao 1-0 walipata ushindi wao kupitia mchezaji Julius Masaba dakika ya 25 ya kipindi cha kwanza. Ingawa Gor Mahia walitawala mchezo kwa 51%, hawakupata nafasi ya kuzawazisha, huku shambulio lao la karibu likigonga mwamba. AFC Leopards sasa wamepanda hadi nafasi ya 6 kwenye jedwali la ligi kuu wakiwa na alama 17 kutoka kwa mechi 10, nao Gor Mahia wakisalia nafasi ya pili kwa alama 19 kutoka kwa mechi 10. Katika kukutana kwao, Gor Mahia wamewashinda AFC Leopards mara 34 huku AFC Leopards wakishinda Gor Mahia mara 29, na timu hizo mbili zimeandikisha sare 35 katika mechi zao za ana kwa ana. Yani leo nina furaha. Yani I'm just happy for my team and I'm proud of AFC Leopards. Venye niliwaambia hatukuwa tunayap sana kwa mtandao, nikawaambia game ni action, si mdomo. Haijakaa venye tulikuwa tunataka, lakini ni hali ya game, kuna kushinda, kushindwa na kudraw. Nipo pia hao washinde game moja, wajinue, lakini hiyo ingine wataona. Ni Roberto Chojirani hapa. Mimi nimekasirika sana. Hata sijui nitaanza kwenda nyumbani aje. Nimechanganyikiwa, unaona?
Maplayers wamecheza paka. Sijui leo walikuwa wanacheza wakifikiria nini. Unaona? Paka. Yaani wanacheza ni kama wanacheza kwa matope. Sijui wako na stress, sijui wako na nini, sijui walilala wapi. Losing twice in a row. This is something easy. This is something unusual to Gor Mahia. Gabriel Ingebu, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Na huko England, habari inayozidi kutikisa ni matamshi makali ya nyota wa Liverpool na Misri Mohamed Salah baada ya kuikazwa benchi kwa mechi ya 3 mfululizo. Hii ni wakati Man City imeanza kuinyemelea Arsenal kwenye uongozi wa ligi. Angela Ngendo, nambari 6 mgongoni, anatupeleka viwanja vya England akianza na sakata hiyo ya Mohamed Salah. Baada ya mchezo dhidi ya Leeds uliomalizika akiwa kwenye benchi bila kunusa uwanja, Mohamed Salah alijitosa kwa wanahabari akiwa katika uwanja wa Elland Road. Hapa namnukuu, "Nishasema mara nyingi hapo awali kwamba nimekuwa na uhusiano mzuri na meneja, lakini ghafla uhusiano haupo tena." Aliongeza kuwa, "Inaonekana kana kwamba klabu inanitupia lawama. Hivyo ndivyo ninavyohisi. Nadhani kuna mtu alitaka lawama zote zije kwangu na kuna mtu hataki uwepo hapa." Salah ambaye mabao yake 29 ya ligi kuu ya England alisaidia kuipa ushindi wa taji Liverpool kwenye ligi kuu msimu uliopita, alisaini mkataba mpya miaka 2 mwezi Aprili. Sasa hatima yake haijulikani ndani ya klabu ya Liverpool, wakati Mo Salah akijiandaa baadaye tarehe 15 mwezi huu kujiunga na kambi ya timu ya taifa Misri tayari kwa michuano ya kombe la mataifa barani Afrika nchini inayoanza tarehe 21 mwezi huu nchini Morocco. Na mwishowe kwenye mashindano ya langalanga Formula 1, Lando Norris Mwingereza mwenye umri wa miaka 26 amekuwa bingwa wa dunia wa Formula 1 baada ya shindano la mwisho la Grand Prix lilofanyika jana nchini Abu Dhabi. Norris pia ni Mwingereza wa kwanza kushinda mashindano hayo makubwa ya langalanga. Ni ushindi wa kwanza pia kwa timu yake ya McLaren tangu taji la Hamilton mwaka 2020. Norris amemtangulia kwa alama 2 pekee bingwa wa dunia mara 4 mfululizo Mholanzi Max Verstappen na timu yake ya Red Bull. Na hiyo ndiyo michezo kwa sasa. Kwako tena Ann. Shukran sana Kibuga kwa taarifa hizo za spoti. Hebu sasa tujiunge tena na mwenzangu Angela Ngendo kwa taarifa za matukio mengine barani. Rais wa Benin Patrice Talon amelihutubia taifa na kusema hali ya kawaida imerejelea na kwamba jaribio la mapinduzi limezimwa. Awali milio ya risasi ilisikika katika mji mkuu Cotonou katika kile kinachoaminika shambulio la anga kutoka jeshi la Nigeria kuzima mapinduzi hayo. Kumekuwa na misururu ya mapinduzi ya kijeshi katika mataifa kadhaa Afrika ya Magharibi na matukio ya Benin yalizua wasiwasi, hali sawa na hiyo kusambaa katika mataifa mengine. Taifa la Benin lina sifa kuwa na utulivu linalofuata mfumo wa demokrasia. Hata hivyo, katika miaka ya karibuni, Rais Talon amelaumiwa kwa kukandamiza wapinzani wake na uhuru wa kutoa maoni. Benin ndiyo taifa linalozalisha zao la pamba kwa wingi barani Afrika, lakini miongoni mwa mataifa maskini ya dunia. Msemaji wa serikali amesema wanajeshi 12 wamekamatwa ambao walivamia shirika la utangazaji kutangaza madaraka. Rais Patrice Talon ni mshirika wa karibu wa bara Ulaya na Marekani. Anatarajiwa kustaafu mwaka ujao baada ya kumaliza mihula 2. Shambulio la anga kwa ndege isiyo na rubani limewaua zaidi ya watu 50 wakiwemo watoto zaidi ya 30 katika jimbo la Kordofan kusini huko Sudan. Jeshi la wanamgambo la RSF limelaumiwa kutekeleza mauaji hayo. Wamekuwa wakiwakabili wanajeshi wa serikali katika majimbo ya Kordofan na Darfur. Hapo wiki jana RSF ililaumiwa kushambulia soko moja na kituo cha mafuta karibu na kambi ya wakimbizi wa ndani. Kwenye sehemu ya neno la siku hii leo tunaangazia neno angalizo. Neno hili linatokana na kitenzi kuangalia, kuona, kutazama, kuchunguza. Kwa namna moja, neno hili lina maana ya tahadhari au onyo, tamko au maelezo yanayotolewa ili mtu ajue hatari inayoweza kutokea au jambo muhimu la kuzingatia ili kuepuka makosa au matatiza. Kisawe, tahadhari, ilani, onyo, mwangalio. Uchunguzi au udadisi, kitendo cha kuangalia kwa umakini sana ili kupata habari, kuelewa au kufanya uamuzi. Matumizi katika sentensi. Hebu sasa nikupe mifano mitatu inayoonyesha matumizi tofauti ya neno angalizo. Kama tahadhari, onyo linalotumika, tunasema kwamba usiruhusu mtoto kutumia dawa hii bila ushauri wa daktari. Angalizo, usiruhusu mtoto kutumia dawa hii bila ushauri wa daktari. Kama tahadhari,
Mwalimu alitoa angalizo kali kuhusu uvaaji usiofaa katika shule, akisisitiza kanuni zilizowekwa. Kwa hivyo hapo tunaona kwamba mwalimu alitoa angalizo kali kuhusu uvaaji usiofaa katika shule, akisisitiza kanuni zilizowekwa. Kama uchunguzi, baada ya angalizo la kina la ripoti ya fedha, kamati iligundua kasoro ndogo za kihesabu. Kwa hivyo njia fupi ya kukumbuka angalizo ni neno linalohimiza umakini na uzingatiaji. Ni hayo tu kwa leo. Jiunge nasi kila siku saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Jina langu ni Anne Ngugi. Kwaheri kwa sasa na jioni njema.